Mimi kwa majina yangu naitwa Nixon Jackson Ringo, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine. Nimejiunga na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine mwaka 2021 kwa masomo ya shahada ya uzamili katika usimamizi wa rasilimali asili kwa kilimo endelevu. Utafiti nilioufanya ulihusu uchambuzi wa sababu zinazoathiri mtazamo wa wakulima na utekelezaji wa mbinu za kilimo ekolojia. Katika utafiti huu, lengo kuu la utafiti lilikuwa ni kuchanganua sababu ambazo zinaathiri mtazamo wa wakulima na utekelezaji wa mbinu za kilimo ekolojia. Ndani ya utafiti huu yapo malengo mahususi manne, ambapo lengo la kwanza lilikuwa ni kutathmini mtazamo wa wakulima kuhusu mbinu za kilimo ekolojia kati ya wakulima ambao walishiriki katika mradi wa RIPAT na wakulima ambao hawakushiriki katika mradi wa RIPAT. Vilevile lengo lingine lilikuwa ni kubainisha viwango vya utekelezaji wa mbinu za kilimo ekolojia kati ya wakulima waliokuwa washiriki katika mradi wa RIPAT na wakulima wasiokuwa washiriki ndani ya mradi wa RIPAT. Na lengo lingine ambalo lilikuwa ni lengo la tatu, ilikuwa ni kubainisha viwango vya mabadiliko kuelekea katika kilimo ekolojia kati ya wakulima waliokuwa wakishiriki katika mradi wa RIPAT na wale wakulima ambao hawakuwa washiriki katika mradi wa RIPAT. Lengo lingine la nne na la mwisho ilikuwa ni kubainisha au kuchanganua mchango wa RIPAT katika mabadiliko ya kilimo ekolojia miongoni mwa wakulima katika eneo la utafiti ndani ya wilaya ya Ruangwa. Katika utafiti niliofanya kwenye mradi wa RIPAT Ruangwa, yapo matokeo muhimu ambayo yaliweza kubainika katika utafiti huu, na tokeo la kwanza ni kuhusiana na utekelezaji wa mbinu za kilimo ekolojia. Ndani ya utafiti huu iliweza kubaini ya kwamba kulikuwa kuna utofauti mkubwa katika viwango vya utekelezaji wa mbinu za kilimo ekolojia kati ya wakulima waliokuwa wakishiriki ndani ya mradi wa RIPAT. Utafiti huu tuliweza kubaini ya kwamba mbinu za kilimo ekolojia, mfano kilimo cha mazao mchanganyiko na kilimo cha mazao mtawanyo au crop diversification, ni baadhi ya mbinu ambazo zilikuwa zikitumika na wakulima wote ndani ya wilaya ya Ruangwa. Ingawaje zipo mbinu baadhi ambazo zilionekanika kutumika zaidi na wakulima ambao walishiriki katika mafunzo, baadhi ya mbinu ambazo zilionekanika kutumika zaidi na wakulima washiriki katika mradi wa RIPAT Ruangwa, mojawapo ni ulimaji mdogo wa udongo kwa kutumia teknolojia ya shimo la mbegu tisa, matumizi ya mbolea za asili ikiwemo samadi na matumizi ya mboji, pia matumizi ya matuta katika kilimo hasa cha mazao mizizi mfano miogo na viazi lishe, pamoja na uchanganyaji wa mabaki ya mazao katika udongo kwa ajili ya kulinda na kurutubisha udongo. Vilevile pia matokeo mengine muhimu katika utafiti huu ni kuhusiana na mtazamo kuhusiana na mbinu za kilimo ekolojia. Katika utafiti huu wakulima waliokuwa wakishiriki katika mradi wa RIPAT walionekana kuchukulia mbinu za kilimo ekolojia zaidi katika mtazamo ambao ni chanya ikilinganishwa na wakulima ambao hawakuwa washiriki katika mradi wa RIPAT Ruangwa. Na hii inatokana na mafunzo aliyoyapata kupitia mfumo huu wa RIPAT, ambapo mafunzo haya yaliweza kuimarisha uelewa wao na mitazamo yao ikawa chanya zaidi ikilinganishwa na wakulima wasiokuwa na mafunzo au wakulima wasioshiriki katika mradi huu wa RIPAT Ruangwa. Lakini vilevile kuhusiana na mabadiliko kuelekea katika kilimo ekolojia, katika utafiti huu matokeo yalionyesha ya kwamba karibuni nusu ya wakulima walioshiriki katika mradi wa RIPAT walikuwa na maendeleo kuelekea katika kilimo ekolojia ikilinganishwa na wakulima ambao hawakuwa washiriki katika mradi wa RIPAT. Na katika utafiti huu wakulima wa RIPAT walionekanika zaidi kupiga hatua kwenye baadhi ya vipengele vya kilimo ekolojia, hususani katika urejelezaji, ufanisi na ubadilishanaji wa maarifa kuhusu mbinu bora za kilimo. Katika kipengele cha urejeleshaji, wakulima wengi wa RIPAT walionekanika
kubadilika na kuachana na tabia ya kuchoma mabaki ya mazao baada ya kuvuna mazao katika mashamba yao. Na hili ilitokana na elimu walioipata kuhusu umuhimu wa kuchanganya mabaki ya mazao katika udongo kwa ajili ya kutunza rutuba ya udongo. Na kitendo hichi pia kilionekanika kikiendelea kwa baadhi ya wakulima ambao hawakuwa washiriki katika mradi wa RIPAT kwa sababu hawakuwa na uelewa kuhusiana na umuhimu wa kuchanganya mabaki ya mazao katika udongo, na hivyo walikuwa wakiendelea na utaratibu wa kuchoma mabaki ya mazao kama sehemu ya kusafisha mashamba yao kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Katika majadiliano na vikundi vya wakulima, ilionekanika ya kwamba kabla ya mradi wa RIPAT Ruangwa, wakulima hawakuwa na uelewa kuhusiana na matumizi ya mbolea za asili. Hivyo mbolea za asili zilionekanika kama ni uchafu au takataka, kwa hiyo hawakuwa na matumizi nazo katika kilimo chao. Lakini baada ya mradi wa RIPAT kufika katika eneo la Ruangwa na baadhi ya wakulima kujiunga katika vikundi na kupata mafunzo hiyo umuhimu wa matumizi ya mbolea za asili, wakulima walio wengi wa RIPAT walionekanika kuwa na uelewa juu ya umuhimu wa matumizi ya mbolea za asili, na hivyo walianza kutumia mbolea hizo. Na wakati wanaanza kutumia mbolea hizo, walikuwa wanaweza kuzipata kwa urahisi kupitia wakulima wengine ambao hawakuwa washiriki wa mradi. Lakini baada ya muda pia wakulima ambao waliokuwa nje ya mradi waliweza kuona umuhimu wa matumizi ya mbolea, kwa sababu waliona pia mazao yaliyokuwa yakiwekewa mbolea hizi za asili yakistawi vizuri, na hivyo ilipelekea pia wao kufika hatua ya kuweza kuuza hizi mbolea za asili, kwa sababu waliona zinaenda kuwanufaisha wakulima wengine. Wakulima walioshiriki katika mradi wa RIPAT walionekanika kuwa na mtazamo chanya zaidi ikilinganishwa na washirika wenzao katika utafiti huu, na hii inatokana na mafunzo ambayo waliyapata kupitia mfumo huu wa RIPAT, ambapo mafunzo haya yaliweza kuimarisha uelewa wao kuhusu kilimo ekolojia na hivyo kuathiri mtazamo wao katika njia ambayo ni chanya zaidi. Katika utafiti huu, matokeo yalibainisha ya kwamba kuna utofauti mkubwa katika utekelezaji wa mbinu za kilimo ekolojia. Wakulima waliokuwa wakishiriki katika mradi wa RIPAT Ruangwa walionekanika zaidi wakitekeleza mbinu za kilimo ekolojia kwa kiwango cha wastani na kiwango cha juu zaidi ikilinganishwa na wakulima ambao hawakuwa washiriki katika mradi wa RIPAT, ambapo wakulima waliokuwa wanatekeleza katika kiwango cha wastani walikuwa wanatekeleza mbinu za kilimo ekolojia kuanzia 4 mpaka 5, na kwa kiwango cha juu walikuwa wakitekeleza mbinu za kilimo ekolojia zaidi ya 6, na wakati waliokuwa wakitekeleza mbinu kwa kiwango cha chini walikuwa ni kuanzia mbinu 1 mpaka 3. Matokeo ya utafiti huu yalionyesha ya kwamba wakulima walioshiriki katika mradi wa RIPAT walionyesha hatua zaidi kuelekea katika kilimo ekolojia ikilinganishwa na wakulima ambao hawakuwa washiriki ndani ya mradi wa RIPAT. Wakulima walioshiriki ndani ya mradi wa RIPAT Ruangwa walionyesha kupiga hatua katika vipengele vyote 10 vya kilimo ekolojia, lakini hasa walionyesha kuwa na maendeleo makubwa zaidi kwa kupata alama zaidi ya 50 katika vipengele vya urejeleshaji, ubunifu wa pamoja na ubadilishanaji wa maarifa kuhusu mbinu bora za kilimo, lakini vile walionyesha kiwango kikubwa katika kipengele cha ufanisi. Katika kipengele kingine cha ubunifu wa pamoja na ubadilishanaji wa taarifa kuhusu mbinu bora za kilimo, ndani ya mradi wa RIPAT yapo mashamba darasa ambayo yalianzishwa kupitia mfumo wa RIPAT na vikundi vya wakulima kupitia mfumo wa RIPAT. Katika utafiti huu tuliweza kubaini ya kwamba wakulima walioshiriki katika mradi wa RIPAT walionekanika kuwa na uelewa zaidi kuhusu mbinu bora za kilimo ikiwemo kilimo cha ekolojia,
ikilinganishwa na wakulima ambao hawakuwa washiriki katika mradi wa RIPAT. Na mojawapo ya vitu ambavyo vilichangia kwa kiasi kikubwa katika uelewa wao kuhusu mbinu za kilimo ni uwepo wa mashamba darasa pamoja na vikundi vya wakulima, ambapo wakulima walikuwa wakikutana na kubadilishana taarifa kuhusiana na mbinu bora za kilimo. Vilevile pia katika mashamba darasa ya wakulima waliweza kujifunza mbinu mbalimbali za kilimo ekolojia, hivyo walikuwa na uelewa zaidi kuhusiana na kilimo ekolojia ikilinganishwa na wakulima ambao hawakuwa washiriki katika mradi wa RIPAT. Nikiwa kama mwanafunzi wa SUA, kitu cha tofauti ambacho nimejifunza kuhusu mbinu ya RIPAT nikilinganisha na mbinu nyingine za ugani ni uwepo wa kapu la uchaguzi ndani ya mfumo huu wa RIPAT. Kapu la uchaguzi katika mfumo wa RIPAT linajumuisha teknolojia mbalimbali endelevu za kilimo pamoja na mbinu bora za kilimo. Kwa hiyo mkulima ana nafasi au anapewa fursa ya kuweza kuchagua teknolojia ambazo anaweza kuzifanya katika eneo lake au shambani mwake. Hivyo mkulima anapopata fursa ya kuchagua teknolojia ambazo anaweza kuzifanya, huyu mkulima anakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kutekeleza hizi teknolojia kwa ufanisi, kwa sababu anachagua teknolojia mwenyewe kulingana na rasilimali au kulingana na mazingira yanayomzunguka. Hivyo mkulima ana nafasi kubwa ya kufanya hizi teknolojia kwa ufanisi mkubwa zaidi. Lakini vilevile kitu kingine ambacho nimejifunza ndani ya mfumo huu wa RIPAT ni usambaaji wa teknolojia endelevu za kilimo kwa gharama nafuu na kwa muda mfupi. Ndani ya mfumo wa RIPAT vipo vikundi vya wakulima ambavyo vinaanzishwa, na kila kikundi kina wastani ya wakulima kuanzia 25 mpaka 30. Na kila mkulima ndani ya kikundi ana wajibu wa kufundisha wakulima watatu nje ya kikundi. Hivyo kama kikundi kikiwa kina wastani tuseme ya wakulima 25, kila mkulima akifundisha wakulima watatu, inamaanisha ndani ya muda mfupi wakulima 75 wanaweza kufikiwa ndani ya kijiji au katika eneo husika. Lakini vilevile ndani ya mfumo wa RIPAT wapo wakulima vichocheo ambao wanatambulika kama mawakala wa mabadiliko kijijini. Wakulima hawa vichocheo ambao wanazalishwa kupitia mfumo wa RIPAT wanasaidia pia kueneza teknolojia za kilimo katika vijiji vya jirani, wakishirikiana na maafisa ugani katika maeneo hayo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba teknolojia inaweza ikasambaa kwa haraka kuwafikia pia wakulima wengine kwa kuanzisha vikundi katika maeneo mengine. Lakini vilevile ndani ya mfumo wa RIPAT vikundi hivi vinaanzishwa ni vikundi endelevu kwa namna vilivyoandaliwa. Kwa hiyo hata maafisa ugani wanaweza kuvitumia vikundi hivi katika shughuli zao za ugani, kwa sababu ndani ya kikundi afisa ugani anaweza kukutana na wakulima wengi kwa wakati mmoja na kuweza kuzungumza au kuwaelimisha kuhusiana na mbinu za kilimo mbalimbali. Kwa hivyo taarifa inaweza kuwafikia wakulima wengi kwa wakati mmoja. Kutokana na utafiti huu nilioufanya, mapendekezo yangu kwa serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo ni kutoa elimu zaidi au mafunzo kwa wakulima ili kuwajengea maarifa na kubadilisha mitazamo yao kuhusu kilimo ekolojia. Vilevile serikali pamoja na wadau mbalimbali wa kilimo au wa maendeleo na wanashauriwa kueneza mbinu za kilimo ekolojia kwa wakulima kupitia njia za ugani ambazo ni shirikishi zaidi kama mbinu ya RIPAT, ili kuweza kuwajengea wakulima stadi na ujuzi kwa ajili ya kuongeza viwango zaidi vya utekelezaji wa mbinu za kilimo ekolojia kwa ajili ya uzalishaji endelevu wa chakula.